Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yeye alikuwa katika jihatu al-ubudiyya, alijiweka katika maisha ya utumishi na hakujiweka katika maisha ya ubinafsi. Kwa nini? Kwa sababu maisha ya ubinafsi yanakwenda kuzalisha vitu vikuu vitatu, na kinyume cha hivyo vitatu basi ndio maisha ya utumishi. Kitu cha kwanza, mtu anayeamua kuishi maisha ya ubinafsi, kwanza anakwenda kuzalisha ujeuri. Maisha ya ubinafsi yanazalisha ujeuri. Maisha ya ubinafsi yanazalisha dharau. Maisha ya ubinafsi yanazalisha mihemko ya uharibifu. Ukimwona mtu ana mihemko ya ubinafsi ya uharibifu, basi huyu nyuma yake kuna kitu kinachoitwa ubinafsi, ndio unaomsukuma. Sababu kanuni ya ubinafsi huwa haujali maisha ya mtu mwingine. Ubinafsi huwa unajali maisha yake binafsi mtu, hata kama kuna uharibifu kwa mtu mwingine. Ndio maisha ya ubinafsi namna ilivyo. Sasa mtu ambaye hajali maisha ya watu wengine, maana yake anaweza akafungua mlango huu wa ubinafsi na ukasukumwa katika utendaji wake, ukamuona yuko tayari yeye asukumwe na mihemko ya uharibifu, bora yeye afike kwenye hiko anachokitaka, hata kama kuna wengine wala haribikiwa. Lakini pia anaweza akawa jeuri kwa kupitiliza, kwa sababu inawezekana maoni, inawezekana maelezo ya yule ambaye anayemueleza baadhi ya mambo haya hayaendani na yeye. Sasa anaweza akawa jeuri, kumjeuria hata kama ni mkubwa wake. Kamaona mtu ana ujasiri wa kusema lolote na kufanya lolote, hata kama kwa mkubwa wake, hata kama kwa baba yake, kwa sababu ana ubinafsi. Kile anachokiona yeye ndio anataka kiwe hiko. Kwa hata kama hiko kitaharibu mazingira ya watu wengine, yeye hajali. Kwa hiyo maisha haya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuishi. Lakini pia inawezekana mtu ambaye aliyekuwa katika mfumo wa maisha ya ubinafsi, ukamuona mtu ambaye anaishi kwenye mazingira ya dharau sana, kumdharau mtu kwa namna anavyomuona, ima kwa hadhi yake, ima kwa cheo chake, ima kwa umaskini wake, ima kwa udhalilifu wake alionao. Inawezekana, bali inawezekana hata kwa sababu ya ulemavu wake, anaweza mtu akamdharau. Haya ni katika maisha ya ubinafsi, kwamba huyu mimi atanisaidia nini? Yani kipo hivyo, atanisaidia nini huyu? Atanipa nini huyu? Ndio maisha ya ubinafsi namna yalivyo. Lakini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameishi katika maisha ya utumishi. Utumishi unakwenda kuzalisha mambo makuu matatu vile vile. Kwanza, unyenyekevu. Mtu anaishi maisha ya utumishi anakuwa mnyenyekevu, hawi jeuri, hawi kiburi, anakuwa mnyenyekevu. Ni mtu wa kujishusha na kujiweka katika level ya kawaida, hata kama ana mamlaka na nafasi ya juu, lakini anajiweka katika mazingira ya kawaida sana. Lakini la pili linalokwenda kuzaliwa kwa mtu ambaye anaishi maisha ya utumishi, huyu mtu anakuwa hana dharau. Badala yake anakuwa ni mtu wa kupuuzia mambo ambayo yanaonekana hayana maana. Mambo yasiyokuwa na maana huwa anayapotezea, anayapuuzia ili maisha mengine yaendelee. Kwa sababu gani? Yeye ni mtumishi. Ukiwa mtumishi, kuna baadhi ya mambo usipoamua kuyapuuzia yataendelea kukusumbua. Ukiamua kuyapuuzia na kuyapotezea kama vile hakujatokea kitu, wewe utaangalia nafasi yako na jambo lako linakwendaje, kwa sababu wewe malengo yako makubwa ni kutazama umma, jamii na watu wanaokutazama wewe kwenye maisha yao. Tazama familia yako huku inakutazama wewe kwenye maisha yao. Ukitazama wazazi wako wanakutazama wewe kwenye maisha yao.
Kwa hiyo inawezekana wakapatikana watu wakakuletea maneno ya upuuzi, wakakufanyia mambo ya upuuzi, yale yapuuze ili uendelee kutumikia familia yako. Usipoyapuuza yale yatakusumbua, na inawezekana ikawa sababu ya kuitelekeza hata familia yako, kwa sababu kuna maneno ambayo wewe unaletewa au kuna vitendo unaona hivi vinakuhamisha katika reli na wewe unakubali. Lakini si hivyo tu, maisha hayo hayo tunayozungumzia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaishi, ambayo ni maisha ya utumishi, imekwenda kuzalisha kitu kingine kinachoitwa fikra sahihi. Fikra sahihi katika kufikiria yale ambayo yana maana, namna ya kumtumikia Mungu na namna ya kuwatumikia watu. Kwa hiyo fikra sahihi inazalishwa baada ya kujiona kwamba mimi kumbe ni mtumishi na wala sitakiwi niishi maisha ya ubinafsi. Kwa hiyo Mtume aliishi hivyo, na ndio maana sisi kama Waislamu katika kigezo tulichoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, role model wenu wa kufuata na kumuiga majambo yake ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume yeye aliishi katika maisha ya utumishi na hakuishi katika maisha ya ubinafsi.